Haya mawimbi ni ya kawaida. Bahari iliyotulia haitengenezi nahodha bora. Nahodha bora unampima wakati wa mawimbi. Hapo ndio unapima kwamba huyu ni nahodha, anaweza kumudu chombo. Na nyie mnajua, na nyie mmeona tulichokifanya na tunachokifanya. Hatutayumba. CCM mwezi wa kwanza waliitisha mkutano mkuu wa chama chao. Ulikuwa na agenda 4 tu. Moja, taarifa ya utekelezaji wa Irani upande wa Zanzibar. 2, taarifa ya utekelezaji wa Irani upande wa Tanganyika. 3, kumchagua Stephen Masato Wasira. Na ya 4 ilikuwa ni kupitisha kwenye simu yangu vitu vyote vile vipo, lakini ni taarifa 4. Lakini kile kikao kikageuka kikawa kikao cha uchaguzi. Na mnisikilize kwa makini. Kikawa kikao cha nini? Kumpitisha Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea. Sasa msajili anajua kwa mujibu wa katiba ya CCM na kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, kikao cha kiuchaguzi ni tofauti. Ndio maana kikao kilichotupitisha sisi tulipokuwa tunagombea Mboya anatoka kwenye uongozi kilikuwa ni kikao maalum cha uchaguzi, na ajenda yake ilikuwa inajulikana, na hata barua za mialiko zilijulikana ni za uchaguzi, na utaratibu wake ni tofauti. Wakaenda kwenye kikao kilichokuwa na ajenda tofauti ili mjue haya mambo yalipangwa. Hakuna kitu kinatokea kwa bahati mbaya. Wakaenda kwenye kikao cha uchaguzi. Ghafla katikati ya kikao, kama sisi tumekuja hapa kuhutubiana, alafu mtu ainuke tu aseme, jamani mnaonaje tukianza kuimba nyimbo na kucheza humu litungu? Hivi inawezekana hiyo ndugu zangu? Inawezekana hiyo? Kikao kilikuwa cha uchaguzi, hakikuwa cha uchaguzi. Ghafla kikageuzwa. Watu wengine, utaratibu wa katiba ya CCM unataka uchaguzi utangazwe, watu wachukue fomu, wapate wadhamini, warudishe fomu, zichujwe, waite vikao vya mchujo. Si ndio utaratibu huo? Hata sisi Chadema vikao ndivyo vinavyofanywa vya uchaguzi. Wanaitisha, wanatangaza tarehe ya uchaguzi, watu wanachukua fomu, wewe unajipima, mimi naweza. Unachukua fomu, unajaza, unarudisha, unafanyiwa usaili, unaitwa kwenye kikao cha usaili, unahojiwa, wengine wanachujwa, wengine wanapitishwa. Kwenye kikao cha uchaguzi huwezi kuwa kiongozi unayesimamia kikao unachochaguliwa wewe. You cannot be a judge of your own cause. It's just a principle, it's a dictum ya kisheria. A very simple. Huwezi kuwa hakimu wa kesi yako mwenyewe. Wamefika kwenye vikao ambavyo vilikuwa na agenda 4. Pale pale eti mtu akasimama, mimi naona tumalize mambo yote mwezi wa kwanza, uchaguzi uko mwezi wa 10, miezi 9 kabla. Ndio mimi nampendekeza Samia Suluhu Hassan. Sasa mama, tupishe basi. Mimi kama mnanipitisha, nipitishwe, niko hapa hapa. Hivi pale Mlimani City Mboya alikuwa anagombea na Lissu. Hivi mwenyekiti Mboya angesema abaki kwenye kiti pale pale, angeshindwa uchaguzi kweli? Wakampitisha. Hilo likawa jaribio la kwanza la CCM kuvunja katiba yao, kuvunja sheria ya nchi. Na kama wanavunja katiba yao, wanawezaje kusimamia sheria za nchi? You cannot. Sasa walipomaliza tu wakaanza kufikiria, tulifikiri tumemaliza hapa, tumewawahi, tumewafanyia timing wenzetu. Huko mbele tunakutana na nani? Tundu Lissu. Jamani, sasa hapa tunafanyaje? Huyu akamatwa, apewe kesi ya ugaidi, uhaini. Huu ni mchoro unaendelea wa mtu kutafuta madaraka ya nchi bila kufuata utaratibu wa sheria. Kwa hiyo tumefanikiwa kuwazima wenzetu, tumewafanyia
tulichofanyia, tumeiba, tumebaka ndani ya chama chetu. Sasa huku nje tuna kizingiti. Nani? Lissu. Tarehe 4 mwezi wa 9 kamata Lissu, akapewa kesi ya uhaini. Wamemalizana na Lissu na CCM yenyewe. Akachoropoka mmoja anaitwa Mpina, akaenda kwenye chama kingine huko, hata ambacho hakina mtandao. Wakatafuta mtu ndani ya hicho chama, akamwekea si mapingamizi, akapenya penya. Iliposhindikana kabisa, msajili mwenyewe wa vyama akamwekea pingamizi Mpina, na wakamzuia hata kuingia kwenye ofisi za Tume ya Taifa. Hebu fikirieni tu haya mambo haya. Tukisema haya mambo, alafu watu wanatuona sisi ni watu wabaya, wanatuwinda watuue. Watu wanalinda udhalimu wa namna hii, wakamzuia na Mpina. Sasa tumemalizana na Lissu. Kwanza tumemalizana na chama chetu, tumefanya forgery ya Lissu, tumefanya forgery ya Mpina. Ya tatu, Watanzania wakasema hatuendi kupiga kura, na wakatoka kudemonstrate kwamba hatutaki hayo mambo, wakauawa kwa maelfu. This is a trend ya mtu ambaye ameamua kwa makusudi kwamba ni mimi or the highway. Kama sio mimi, bora nchi yote ipotee ya watu milioni 60. Ni mimi, kama sio mimi, nchi yote bora ifanye nini? Wafe hata wote, lakini mimi nibaki madarakani. Sasa ndugu zangu, baada ya haya mambo yote, ungetegemea mtu ambaye ni sane, mtu ambaye anaelewa makosa yote haya, kwamba nimekosea hapa na hapa, au washauri wamwambie, jamani, hatuwezi kuendelea hivi. Jamani, tumefanya haya, yamejitokeza, watu wamekufa, watu wameumia. Naomba sana radhi wa Tanzania. Jambo la kwanza. La pili, familia zote zilizopatwa na madhira, tutaita familia hizi, tutazisimamia, tutalipa compensation. Hatuwezi kurudisha wale waliokufa. Cha tatu, naachia wote waliokamatwa. Cha nne, Lissu anatoka nje. Cha tano, ili asijitokeze, tunaandika katiba mpya, tunaanza upya kama taifa. Tumeumia, tumeumizana. Truth and reconciliation, ukweli, uwajibikaji, na hicho kinachoitwa maridhiano. Sasa mtu aliyefanya mambo yote haya bado anaendelea kumshikilia mwenyekiti wetu, bado amekuja anakamata na viongozi wetu, anatuma watu wanalipwa, wanasema Heche hataki maridhiano, Chadema haitaki maridhiano. Hivi hayo ni maridhiano au ni blackmail? Blackmail maana yake ni nini, mama zangu na vijana mlioko? Ni mtu labda amekupiga picha huko uchi, anakuwa anakuambia nipe kitu fulani, usipokubali nazitoa hadharani. Kwa hiyo muda wote unaishi kwa mashaka. Au ngoja niwape mfano ambao mtauelewa. Hivi wewe una nguvu unanizidi, babangu mzee Limo. Nimefurahi kwanza kukuona. Mzee wangu mzee Limo ananifahamu tangu nikiwa shule. Kubariki sana. Na mzee wangu nani? Mwinamira, Mzee Rukanga, wote hawa wakati mimi nakuja Sauti hapa tunaanzisha tawi la kwanza, wamenilea sana. Mzee Limo anatukaribisha pale library. Nafikiri unafurahi leo kuniona kijana wako nimefika hapa. Ni safari ya muda mrefu na uvumilivu. Iko hivi, nataka niwape mfano mtakaoelewa. Wanachotufanyia CCM na serikali yake ni kwamba Mzee Limo ananizidi nguvu, ananizidi labda fedha, ana mabavu, analindwa. Alafu anatembea na mke wangu kwa mfano, na mimi nikamfumania. Badala ya yeye kuniomba radhi,
anaanza kunipiga na kuniadhibu kwamba kwa nini nimemfumania na mke wangu, na ananishinikiza mimi nimuombe msamaha kwa kumfumania na mke wangu. Sijui kama mnaelewa nachosema. Think about that. Fikiria kuhusu hilo jambo, kwamba kwa sababu wana nguvu, umewafumania na mke wako, wanakupiga na wanakushinikiza kwamba ukawaombe msamaha kwa kuwafumania na mke wako. Na kuna watu wanajifanya wana busara, wanakwambia wewe nenda tu kamuombe msamaha mwenye nguvu mpishe. Mimi siko tayari, niko tayari kufa nisiyaone hayo. Siko tayari. Hilo nasema mbele ya Mungu na mbele yenu. Namna pekee ya haya mambo kuisha ni kwa huyo anayetukosea kutambua kwanza, kuwa na conscience kwamba nakosea watu, lakini mabavu yake yana mwisho. Wala usitishike, utajidanganya leo, watoto wako watalindwa leo. Mwangalie Saddam Hussein, mwangalie Muammar Gaddafi. Kuna watu waliiba hela za nchi zao kuliko Muammar Gaddafi. Walifungua vituo vya mafuta, oil Libya ilikuwa kila nchi. Walifungua mpaka mahoteli hapa ile hoteli tulikuwa tunafanyia vikao sana kamati kuu Bahari Beach, ni hoteli ya Muammar Gaddafi na vijana wake. Walikuwa wanaenda kule Serengeti, Ngorongoro kule, wanachukua hoteli inaitwa, ndio ile hoteli waliwaiga kwenda mawaziri wakaambiwa hamruhusiwi kuingia hapa. Inaitwa Grumeti. Iko Tanzania lakini haiko Tanzania. Hivi mnajua hata humu polini kuna sehemu inaitwa njia ya mzungu Serengeti. Yaani Mtanzania ukiwa unapita pale unalipa kwa kupita kwenye njia hii ndani ya poli la nchi yetu. Kwa hiyo Grumeti ilikuwa uruhusi, walikuwa wanachukua ile hoteli yote, wanalala mle, wanaagiza wasanii kutoka Ulaya wakubwa, wanawalipa labda bilioni 3 milioni ngapi, wanakuja kufanya anasa. Where are they? They've gone. They are gone. Hakuna. Sisi hatutakubali. Na wala tukisema hivi, mtu asiseme kwamba sisi sio watu tunaotaka majadiliano. Kuna watu wameomba majadiliano kwenye nchi kuliko Chadema. We were the first tangu zama za Magufuli kuambia tunaenda njia mbaya, mkishafika huko mtashindwa kurudi, tuokoe hii gari kabla haijadumbukia mtoni. Wakasema na iende mtoni. Sasa gari iko mtoni, wanatuambia Chadema tuitoe huko. Nyie mko tayari kwa ujinga huo? Tena wanataka tuitoe mtoni kwa blackmail, kwa vitisho. Tunaishi kama wakimbizi, tunatembea kwenye nchi, polisi wako nyuma yetu kila wakati. Wasira alikuwa na mikutano kama hii, kama huu tunaofanya humu ndani. Umeona polisi pale? Juzi simlimsikia ananizungumzia. Anazungumza huku anasinzia. Kwa muda wote Wasira akiwa anazungumza, yule msaidizi wake anamshtua hivi. Anaweza kuwa anazungumza mara usingizi ukampitia pale. Kweli yule mzee ni wa kushindana na mimi kweli. Hii valve 24 mzee. RC 300 ndio toleo jipya la saizi la siasa. Uongo kweli? Huu moto wa kuotea mbali. Ndio maana wimbo kila mtu anaimba heche wakikodi vibaraka heche. Nini? Tulieni. Ndio kwanza tunaanza. Uongo kweli? Ndio rasha hii. Bado hata mvua ya mbawe haijanyesha. Na yupo mwenyewe tunayemwandalia njia hii, mbeba maono aliyepigwa risasi 16 na Mungu amemsimamisha. Kwa msiogope. Tukikamatwa songeni mbele. Kuna kupiga magoti hapa. Na tutashinda. Na ni muhimu wakaleta suruhu kabla ya watu kushinda kwa njia ambazo wakishinda zitaleta maumivu. Leteni suruhu mapema. Suruhu ni kurudi nyuma. When you are lost, ukiwa umepotea, umepanda gari inaenda Magu, wakati wewe unaenda Sengerema,
Akili timamu inakwambia using'ang'anie eti unaona aibu. Shuka, panda gari nenda Sengerema kule unakoenda. Ndio akili timamu. Hata kama umekaribia kule Kinango, unakaribia kuingia Magu, shuka, panda gari unakokwenda. Ndio ushauri wangu kila siku. Speed is useless kama umepotea njia. Umepotea njia, unaongeza mwendo, unapotea zaidi. Kwa ndugu zangu, nimetaka niwaambie kwamba mambo yanayotokea hayatokei kwa bahati mbaya. Yanatokea kwa sababu watu waliamua hatua kwa hatua kubaka na kuiba hata kile kidogo tunachopewa na katiba mbovu hii. Hata kile kidogo. Katiba hii ibara ya 8 inasema hako kadogo tu tunakopewa na hii katiba pamoja na ubovu wake. Inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Kutoka kwenye kura waliamua wakaiba, na hata wananchi waliposema jamani, mnaiba haki ya kuwawekeni nyie, wakawaua wananchi. Walidhamiria. Sasa ndugu zangu wana Chadema, tuna mambo mawili makubwa, na hili jingine ni la tatu. Kwanza nataka niwahakikishie hakuna mwanachama yetu yeyote aliyekamatwa ambaye chama chetu hakitamtetea. Hilo nendeni nyumbani mkiwa na imani na amani. Nimezungumza na mwanasheria mkuu wa chama, nimezungumza na katibu mkuu, na msimamo wa kamati kuu ya chama chetu ni kuhakikisha kila mwanachama aliyekamatwa anapata uwakilishi unaostahili. Tutaandika kila sehemu. Sasa hivi tuko makini sana. Hatutalia humu ndani kimya kimya. Yaani unajua zamani tulikuwa tunaumizwa humu, kilio kinaishia humu ndani. Kama Chagurani hapa, si hapa ni kwako ba. Alafu una mke wako mnaishi humu, unamkata na panga, alafu anaogopa eti akitoka nje hapo itakuwa aibu. Mama zangu, lia nje, majirani wakusaidie. Usife kimya kimya ndani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hakuna kilio chochote kitaishia humu. Sasa hivi wakikamata watu tunapiga kelele kila sehemu, UN, UNHCR, wapi, Amnesty. Haya yote kukamata watu yameishaenda kote duniani. Kote. Tumeshawaambia, wameshashtaki watu wetu 61. Na juzi nimeona wanalialia, sijui nimewauliza swali, nyie mnawaambia watu kwamba waje Afcon, alafu mnasema kuna ugaidi. Sasa hiyo Afcon yao wanaokuja watakuwa salama kiasi gani? Haya mambo hayaingiliani na michezo. Hayaingiliani na michezo vipi? Sisi kote tutasema. Tunaelewana? Wawekezaji tutawaambia serikali dhalimu imesema hivi. Dunia yote ijue. Kwa sababu mambo hayawezi kuwa kimya kimya humu ndani. Kwamba hawa wanachafua nchi. Yaani wewe unayekamata watu huchafui nchi. Sisi tunayesema umekamata watu ndio tunachafua nchi. Hiyo ni akili ya wapi hiyo? Mamangu, inaeleweka hiyo? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa nataka niwaambie wanachama wetu wote, mimi nilikuwa Butimba juzi, nimewaona, tutawasaidia kwa kile tunachoweza na tutawatetea kwa mawakili kusimamia, na mawakili wetu wote wakubwa watakuwa kwenye hizo kesi. Na dunia itajua. Na hii njia tunayopitishwa, wamepitishwa kina Mandela. Na mwisho wa siku walishindwa. ANC iliwashinda makaburu. Walikamata viongozi wao, wakawabambika kesi za ugaidi, walikaa miaka 27. Walifikia sehemu wakafuta mpaka chama. Na malengo yao ni kufuta hiki chama. Ndio maana wamekamata watu. Na hili nataka niambie,
Kwa nini wanakamata watu wanawaweka ndani na kesi za ugaidi? Ni kutengeneza pressure ya ndani. Kutengeneza pressure ya nini? Kwamba sasa tumefikia sehemu bora tu yaishe tu, yani tuwarambe hata miguu yaishe. Kwa pressure hiyo itengenezwe kwamba unaona wanaendelea kukamata watu, na mtu ambaye hataki maridhiano ni Heche au ni kamati kuu, wanachama mwanze kusema tunataka maridhiano kwa njia yoyote. Hata wakinikamata mimi, lengo sio Heche, lengo ni wananchi kupata katiba mpya na kuanza nchi mpya. Tusitoke kwenye reli. Lengo sio mimi. Mdude hajafa au hajatekwa kwa sababu alitaka yeye aishi vizuri. Mdude ameumia kwa sababu anataka katiba mpya. Tusisahau lengo linalosababisha watu wetu wameumia. Ndio maana Lissu amekataa hata aliposhawishiwa kupiga magoti. Na mmemsikia juzi amesema yeye mwenye mahakamani, peleka nini? Amekataa. Sio kwamba hajapelekewa vishawishi, kwa sababu anajua lengo sio yeye tu kuwa nje. Kama ni yeye kuwa nje na yeye kuishi vizuri, watampa chochote anachotaka. Haki ya Mungu nawaambia, Lissu akiwaambia nataka bilioni 50 watampa. Je, matatizo ya nchi hii yatakuwa yameisha? Lissu akitoka nje bila kupata kile tunachokihitaji, tutakuwa tumepata maji? Tutakuwa tumepata ajira? Kwa hiyo Lissu anaumia kwa sababu yetu wote. Watu wamekufa kwa sababu yetu wote. Damu za watu wetu tutazisaliti kama hatutasimamia kile kilichosababisha wakauawa wanakipigania. Tuelewe haya. Tuelewe haya. Wanajaribu kufikiria watatengeneza internal pressure ya kusukuma kuwa bail out. Tukawaombe msamaha, pamoja na kwamba wao ndio tumewashika ugoni. Na waambia, wazungu wanasema you cannot eat your cake and have it. Huwezi kula keki yako baadaye ukabaki nayo. Ni either usiile ubaki nayo, ukiila itaenda tumboni, hutabaki nayo. Tunaelewana vizuri? Mnanielewa vizuri? Ule au baki unaiona. Kama umekula keki iko tumboni, haiwezi kuwa mkononi. Rudi nyuma, soma mchoro. Na mwisho, nimezungumza saa nzima. Tuendelee kuchangia chama. Ili ni la pili kutoka mwisho. Kila mtu hakikisha unajipa malengo ya kutuma fedha kwenye chama. Kuna wakati watu wanaweza kukata tamaa na inaumiza sana. Hebu jiulize hivi kweli wa Tanzania katibu mkuu wetu anapanda basi kufanya mambo ya hatari namna hii? Wakurugenzi wetu wako makao makuu, hatuwalipi chochote. Makatibu wa wilaya, makatibu wa mikoa, makatibu wa kanda, alafu hao watu wanashawishiwa kuhongwa, hamwalipi chochote. Je, tunashindwa kulipa hao watu? Tunashindwa kupata hela ya kulipa hao watu? Hatushindwi, hatujaamua. Tumekubaliana kila mtu kutumia namba ya chama atume shilingi 1,000 kwa mwezi au 2,000 kwa mwezi. Nani atakayefilisika kwa kutuma shilingi 1,000 au 2,000? Tukipata shilingi 1,000, sisi tuna wanachama milioni 8, tukubaliane wachange milioni 1 tu, tunazungumzia bilioni 1. Haki ya Mungu, tukipata bilioni 1, hawa kina Ntobi tutawalipa, tutaleta magari kwenye kila wilaya, tutanunua majengo, tutajenga chama cha ukombozi. Wanaotuangusha ni wananchi nyie. Na sisi viongozi hatujafanya kazi sawa sawa na inavyostahili. Nani hapa akiamka anawaza kwamba leo siku yangu moja naitenga kwa ajili ya Chadema? 1,000 kwa mwezi, 2,000 inakushinda nini? Tunakaa tu, tuko nyuma yako. Sasa kama sina mafuta nitafikaje hapa sasa? Na mimi nawaambia watu wanajituma sana. Secretariat yetu ya makao makuu inajituma sana. Haki ya Mungu kabisa. Huwa na wahurumia. Kuna miaka wanachapisha mpaka unasema hao watu wanalala saa ngapi?
chama chetu kinaungwa mkono, ni sisi hatujawafikia wananchi. Haki ya Mungu kabisa. Nasema uongo? Kweli kabisa. Nyie mnataka mniambie viongozi mkiamua kutembea humu kwamba jamani chukua namba ya chama hii una tume wananchi watakataa kweli? Lakini kama hujawafikia watawachangiaje? Kwa nini wale wainjilisti wanaotembeza Biblia wao wanauza, wanakuja kwa Heche, mimi ni muinjilisti wa kanisa, nimekuja nauza vitabu hivi na hivi na hivi. Anakungangania unanunua kitabu cha shilingi 50,000 60. Wewe ukingangania mtu kuchanga shilingi 1,000 anashindwa? Hata kama anaogopa, mwambie nipe mimi nitaenda kuweka tone tone. Na ukombozi wote umechangiwa hivyo. Mwalimu Nyerere alichangiwa. Alikuwa ananiambia Jenerali Ulimwengu, baba yake alikuwa katibu wa tawi. Mtu anakuwa mwaminifu, anatembea kilomita 50, anapeleka shilingi 10,000 au kuku. Tusifanye kazi pale tunapoona viongozi tu. Tufanye kazi hata viongozi wa kitaifa wasipokuwepo. Na mwisho, kwenye agenda zetu mbili, Free Tundu Lissu na katiba mpya. Amezungumza Nchimbi, John Nchimbi. Amezungumza kwa lugha ya mafumbo kidogo tu, lakini ni lugha inayong'amulika kawaida. Amesema hivi, jambo la kwanza, na nataka niisome kwenye ibara ya 54 ya katiba hii mbovu. Ibara ya 54 ya katiba hii inasema hivi: kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais. Mnisikilize vizuri. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Narudia, nimesemaje? Sasa mimi ni mwalimu, nataka hapa tuingie darasani mnielewe. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, waziri wa Zanzibar, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Hilo la kwanza. Rais atahudhuria mikutano ya baraza la mawaziri, ndiye atakayeongoza mikutano hiyo. Na endapo rais hayupo, basi mikutano hiyo itaongozwa na makamu wa rais. Kama wote wawili hawatakuwepo, makamu wa rais hawapo, waziri mkuu ndiye atayeongoza hicho kikao. 3. Bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara ya 37 ya katiba hii, baraza la mawaziri litakuwa ndio chombo kikuu cha kushauri rais juu ya mambo yote yanayohusu utekelezaji wa madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, na litamsaidia na kumshauri rais juu ya jambo lolote litakalowasilishwa kwenye baraza la mawaziri kwa mujibu wa mwongozo maalum wa maagizo ya jumla yanayotolewa na rais. Mwanasheria mkuu wa serikali atahudhuria mkutano yote ya baraza la mawaziri na atakuwa na haki kama mjumbe mwingine wa mikutano hiyo, isipokuwa hatakuwa na haki ya kupiga kura katika mikutano hiyo. Sasa twende taratibu. John Nchimbi ametuambia tupiganie katiba, kwamba hii katiba ni tatizo kubwa, inampa mtu mmoja mamlaka ya kuumiza watu, si ndio alichosema? Cha pili akasema yeye alipokuwa katibu mkuu wa CCM alishampendekezea rais kwamba walete nini? Katiba, si ndio alivyosema? Na akasema anachukizwa na masuala ya watu kutekwa, kubambikiwa kesi, si na nini. Amesema mambo yote. Lakini sehemu mimi iliyonivutia, ambapo ndio kwenye mzizi wa tatizo, ni hili jambo alilotufungua macho wote kuona kuhusu baraza la mawaziri. Kwanza, baraza la mawaziri ndio kikao cha juu cha nchi hii kinachoamua kuhusu maisha yetu wote. Rasilimali za nchi yetu, madini, maji, mbuga za wanyama, ardhi, utibiwe vipi, ni hicho. Bunge lile ni kikaragosi tu, hakuna bunge pale. Bunge gani lile? Halina uwezo wa kualta hata nukta. Nikisema kualta nukta, yani lile bunge, serikali ikileta kitu imeamua kwamba hiyo speaker ni gari,
Hata wote wakiona ile ni speaker, sio gari, hawana uwezo wa kubadilisha chochote. Wale hawana, tangu hata mimi nikiwa bungeni hawana. Kwa sababu kwa mfano kwenye budget hii katiba inasema wabunge eti ndio wanaopitisha budget, ndio wanapanga budget, lakini hawana ruhusa ya kuikataa hiyo budget. Wakiikataa, rais ana dissolve bunge, yani anavunja bunge. Si kama mnaelewa? Sasa kama mamlaka yetu ni sisi, tuna mamlaka ya kuikataa, kwa nini tukiikataa tena uwe na mamlaka ya kutuvunja sisi tuanze upya? Sasa ni mbunge gani wa CCM pale ana uwezo wa kukubali bunge livunjwe arudi kwenye uchaguzi kwa ajili yako wewe mwananchi? Hata kama hiyo budget inasema wananchi wote muuawe, nani mbunge pale ataenda kusema mimi niko tayari vunja bunge wasiuawe wananchi? Yuko pale? Atakachouliza tu watoto wangu na mke wangu watakuwa salama. Ua wote, ua wote. Nyie watu mnanielewa? Mnanielewa vizuri? We are in deep shit. Tuko kwenye matatizo makubwa kama nchi. Sasa John Nchimbi ametuambia hakuna kitu chochote kinachoweza kuingia kwenye baraza la mawaziri bila rais kuamua, na hakuna kitu chochote kinachoweza kupitishwa